Nikukaribishe mwanamichezo popote pale ambapo unaendelea kutufuatilia kupitia 24/7 Media. Kama kawaida tunakutana kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo yamejili pande za viwanjani. Na leo kuna mechi zilikuwa zinaendelea weekend hii ambapo Jumamosi Yanga alicheza dhidi ya TMA na kuibuka kwa ushindi wa 1-0. Lakini kwa siku ya jana Simba alicheza na Dodoma Jiji wa Alimazabibu kutokea pale mkoani Dodoma na kuibuka kwa ushindi wa 3-0. Niko na wakili msomi kama kawaida, tumekuja kuzungumza naye. Tuone atatuambia nini kuhusiana na yote ambayo yametokea weekend hii. Wakili vipi? Safi. Unaendeleaje? Uko vizuri wewe? Mimi niko vizuri sijui. Umependeza sana. Asante sana. Ndio. Unaendeleaje? Niko vizuri na mimi. Wakili, weekend hii kulikuwa na mechi tofauti. Tukianza na Jumamosi kulikuwa na mchezo wa Yanga dhidi ya TMA, lakini mwisho wa siku Yanga wakaibuka na ushindi wa 1-0. Tukihamia siku ya jana alikuwa anacheza Simba na Dodoma Jiji. Vipi kwa tathmini nzima ya mchezo wa jana, ulikuwaje kwa upande wako? Kwanza mchezo ulikuwa mzuri. Kwa ujumla wake mchezo ulikuwa mzuri kwa sababu Dodoma walikuja kwa mpango mkakati na walionyesha walikuwa wanahitaji matokeo. Na hawakucheza vibaya, ila walizidiwa tu baadhi ya vitu kwenye matukio muhimu. Na ile mechi ilikuwa inaisha mapema sana kuanzia kipindi cha kwanza, lakini kutokana na kutokuwa makini kwa wachezaji wetu kipindi cha kwanza imepelekea kwamba tuipeleke mechi mpaka hafu ya pili. Lakini ukiangalia kwa ujumla tulicheza vizuri kuliko mechi nyingi za msimu huu. Tulitengeneza nafasi nyingi sana. Kwa hivyo Dodoma wametuwahi, wakapata goli la kwanza mpaka half time tunaenda tuko nyuma. Kiukweli ilitunyongonyesha. Na hata ukiangalia wachezaji baadhi yao hawakuwa sawa. Kwa hiyo ndio maana unaona walivyorudi mpango mkakati uliongezeka maradufu na ikapelekea kwenda kupata goli la kusawazisha, na baada ya pale tumefanya kile tulichokuwa tunakitaka. Dodoma tunawasubiri kwenye mechi ya pili ya ligi, lakini ya kwanza na ya FA tushaua. Kwa hivyo bado tuna kisasi nao, yani wale kwa msimu huu, na wakija Dar es Salaam tutawafanya kitu kibaya sana. Lakini wenyewe wanasema matokeo ya jana asiwape kichwa. Kuna mchezo ambao umebakia ligi kuu kwamba watakuja kuwanyoosha mara mbili ya zaidi ya jana, kwamba lile goli la kwanza kabla ya matokeo ya 3-0. Tunalijua hilo, na ukizingatia kwa sasa hivi ukiangalia Simba tunacheza kwa umakini mkubwa sana kwa sababu ya aina ya ratiba ambayo tuko nayo mbeleni. Hicho pia mashabiki wanatakiwa au tunatakiwa tukizingatie, kwa maana kwamba michezo hii imeongozana sana. Kwa hivyo wachezaji wanaweza kucheza, wanaweza kutunza energy lakini wapate matokeo, lakini pia wasitengeneze majeraha ambayo hayana ulazima. Hivi vitu vyote vitatu lazima viko wapi? Kwenye kichwa chao. Kwa hiyo lazima kutakuwa na pressure kama muda unakwenda, matokeo hayapatikani. Pressure pia kwa wachezaji, wanahitaji kushinda mchezo, ili jambo ni kubwa. Lakini wakati wanahitaji kushinda mchezo, baada ya siku mbili kuna mchezo mwingine. Inatakiwa wasichoke kupita kiasi, inatakiwa wasipate majeraha, inatakiwa wasipate kadi siokuwa na ulazima. Hili jambo kwa mfano kama jana, kuna wachezaji wangu wawili wamepata kadi ambazo mimi binafsi zimeniumiza. Kadi ya Yusuf Kagoma imeniumiza. Kuna mwingine nani? Nafikiri sijui Shomari Kapombe nafikiri. Kadi pia imeniumiza. Kwa sababu gani? Michezo iko hapa na hapa. Kwa hiyo unapopata kadi za mfululizo ambazo zinakuwa kadi nyepesi, zinaweza zikawa kadi nyepesi, zinaenda kukugharimu mbeleni, unakosa mchezo au utakutana na adhabu. Kwa hiyo wachezaji wajilinde kupata kadi zisizokuwa za ulazima, lakini pia wajilinde kwa majeraha. Lakini pia nawapongeza benchi la ufundi kwa kuendelea kupata kile ambacho wana Simba tunakihitaji. Wakili, Selemani Mwalimu ni mshambuliaji ambaye amekuwa akizungumziwa sana kuanzia mechi ya Mzizima Dabi ya Simba na Azam, kwamba anakuwa na changamoto yani nyingi sana, kwa anapata nafasi ya kufunga lakini afunge. Lakini kwa mechi ya jana ameenda kujipatia mabao mawili na kuibuka mchezaji wa nini? Bora wa mechi. Kwa upande wako pengine hii inaweza ikatengeneza pressure kiasi gani kwa mashabiki ambao walikuwa wameshamkatia tamaa? Bado ni muendelezo wetu wa Tanzania tulio wengi ambao hatuzingatii namba za mchezaji. Unajua unapomzungumzia Selemani Mwalimu ni mchezaji mwenye namba nzuri sana ndani ya kikosi cha Simba. Yaani namba nzuri
inawezekana kuliko mchezaji yoyote ndani ya kikosi cha Simba. Mwalimu, unapomzungumzia mwalimu, lakini bado watu hatuzioni. Kabla ya mechi ya jana, yani mwalimu tayari alishascore goli 6 kwenye ligi kabla ya mechi ya jana. Yani unazungumzia mchezaji alioscore goli 6 kwenye mechi, nafikiri kama sio 11, 12. Yani mchezaji kacheza mechi 10 na nusu ya mechi kafunga. Wewe unasemaje huyu mchezaji ni mbovu? Unasemaje huyu mchezaji hafungi? Unatumia kigezo gani? Kuna wachezaji wanacheza msimu mzima. Tuliondokewa hapa na mchezaji ambaye tunaamini yeye alikuwa jini la magoli, Fiston Mayele, lakini alikaa miezi 4 bila kufunga goli lolote. Unamkosoa vipi mwalimu ambaye ana goli 6 ndani ya msimu kwenye ligi? Sasa wakati mpira unaendelea, bado waliojitokeza wakasema mwalimu hamna kitu. Humu kwenye magrupu yetu hatujifunzi tu, lakini humu kwenye magrupu yetu kuna watu wanachamba sana umbea ambao hauna hata maslahi na Simba. Hauna afya na wachezaji wetu. Unakuta kwenye grupu la Simba, mwana Simba anasema tayari tumeshatoka, tayari hapa hatumo tena, huyu mwalimu bora aondoke. Inakuja afu ya pili anafunga goli 2, unashangilia. Wewe sio mnafiki? Wewe ni mnafiki tu kama wanafiki wengine. Kwa inatakiwa ifike muda tuheshimu kwanza mwalimu. Wakati anapangwa pale mbele, usitegemee kwamba anaenda kusimama na miti. Anaenda kusimama na wachezaji ambao wanamkaba, wanamnyima nafasi yeye asifunge. Yani hao kazi yao Suleiman Mwalimu asifunge. Wakifanikiwa kumuhalasi, kwa maana hao ndio ubora wao unazaliwa hapo. Sasa unapokuja wewe unataka kila nafasi anayoipata mwalimu goli. Kwanza mpira kama huo hamna. Watu wangekuwa wanafungwa goli 10. Yani kila nafasi inayotengenezwa goli. Kwa mfano Simba ile jana nafasi 13 goli 13. Wewe umeona wapi mpira kama huo? Hata uko Ulaya tunakoiga haya, kuna mpira kama huo? Sasa hivi vitu mbona kama vile kila siku tunakuwa wageni? Asikudanganye, Suleiman Mwalimu ni moja wa washambuliaji wakubwa na wazuri. Sio kwamba namba zinaongea yuko Simba. Namba zinaongea yuko Fountain Gate, mpaka wale Wydad wanamuona, wanamsaini. Na kule ya kukaa kizembe, ila nafasi ilikuwa ngumu kutokana na uhitaji wao wale. Lakini ndani ya Simba mpaka saa hizi hakuna forward wa Simba mwenye magoli kama Mwalimu. Na wakati msimu unaanza, Mwalimu hakuanza moja kwa moja. Alikuwa anakaa benchi, walikuwa wanacheza kina Soa, walikuwa wanacheza kina Dese Mukwala. Huyu saa hizi ndo amepata nafasi ya moja kwa moja ya kuanza. Magoli yake mengine saa hizi yangekuwa shongeza, yanakataliwa na waamuzi. Unamlaumu vipi huyu mchezaji hajui kufunga? Ni roho tu nyepesi za wana Simba na wapenda mpira kujisahaulisha. Lakini ukiangalia kwa Tanzania sasa hivi hatuna forward kama Mwalimu. National team yenyewe ile hatuna striker zaidi ya Suleiman Mwalimu. Nguvu, uwezo wa kuwasumbua mabeki, kufunga, hatuna huyo mtu. Nani hayupo kwa hiyo? Sikudanganye mtu, Mwalimu ni mchezaji, aendelee tu. Umeona kwa mfano Mwalimu hatakiwi kusikiliza kelele zetu sisi. Hatakiwi kabisa. Anatakiwa kutujibu kwa vitendo, kuanzia wachambuzi mpaka washabiki, kwa sababu wachambuzi wenyewe naye wengi ni mashabiki. Kwa akiwa shabiki wa upande wa pili, ndio huyo akiamka yeye ana Mwalimu aondoke Simba. Mwalimu kumbe vile anaona kabisa Mwalimu ana madhara. Hivi kwa mfano shabiki anakuwa yani mchambuzi anakuwa mshabiki wa uto. Mshabiki gani? Mshabiki wa uto. Yani mchambuzi anakuwa anategemea kesho kutwa apate kibarua pale Utopolo. Kwa mfano kama alivyo yule bwana mdogo Hansi. Wewe unategemea yule atamzungumza vizuri Suleiman Mwalimu? Wakati kesho kutwa anategemea Alikamwe aondoke aende akawe msemaji. Sasa wewe unategemea wewe utaongea nini zidi kwa Suleiman Mwalimu? Wakati anajua sasa Mwalimu akikutana na Yanga matokeo kama yale labda refa akatae. Wewe unategemea wewe atakuwa na mazuri juu ya wewe mchezaji? Tujifunze tu kuwaelewa hao watu namna wanavyoongea, wasitupeleke. Yaani wewe mwana Simba unakaa unamsupport kwamba kweli bora Soa arudi. Soa akirudi unaambiwa kampiga mtu kipepsi mechi 6. Harudi kufanya nini sasa? Anarudi anaingia kwenye mfumo. Akiingia kwenye mfumo anatuharibia mipango, anatoka tena. Sasa wewe Soa wakati anapata hii adhabu,
alikuwa akapunzika sijui mechi ngapi kwa kutumikia adhabu. Anarudi tena anakuja kufanya tukio ambalo halina maana, anapata adhabu, anatoka kufungiwa, adhabu inaisha, tunamtegemea kuja kufanya anafanya utovu wa nidhamu. Afu kuna mwana Simba anatokea anasema viongozi wamalize tofauti, wamsamehe tu, afukuzwe tu hata kama moja kwa moja. Wewe ushamkataa kama shabiki wake. Sasa ana faida gani? Ana faida gani? Mimi alishawahi kunikera Bernard Morrison. Wakati Yusuf Muhiru anaipambania Simba mechi ya kimataifa, Bernard yuko pale anapiga makofi. Kwa ujinga tu. Yaani uko jukwani Bernard anakula mshahara mkubwa. Sijui unanielewa? Bernard anakula mshahara mkubwa wakati ule. Yusuf Muhiru yuko uwanjani anaipambania Simba, Bernard Morrison kwa sababu ya ujinga yuko jukwani. Leo nataka mimi nimtetee Jonathan Soa. Lakini sio akili mniambiwa mkasema atatumia nidhamu ya Kapombe. Ngoja nikwambie kitu. Hili swala la kutumia nidhamu ya Kapombe, haya ni maneno. Lakini kuna ule uhalisia. Kwani sisi tumemwendo mara ngapi huyo Jonathan Soa? Mara nyingi tunamtetea, lakini sasa tunapoona kama kuna mipango endelevu, kama kuna mipango ya kutumika, ujue Bernard alikuwa mtovu wa nidhamu. Lakini akiingia unaona Simba inamuuma. Yule Bernard yule. Akiingia Morrison na kile alichotuaminisha Simba ni chuo. Umeelewa? Kwa hiyo unaona kabisa yule Simba ipo kwenye damu yake. Umeelewa? Sasa huyu Jonathan Soa hata akiwa anacheza, huo ni Simba ikimuuma. Ndio maana yenye pesi tu kuchukua matukio by matukio. Haya saa hizi tujiulize wana Simba, labda jasusi wa Simba kaenda wapi? Yule mtoa habari yule kuwapa nyinyi waandishi kaenda wapi sasa hivi? Jasusi wa Simba kaenda wapi? Yaani Soa kaondoka kambini, jasusi wa Simba hatumsikii. Sasa mimi kama wakili msomi naweza nikaumiza akili, au yule Jonathan Soa ndio jasusi? Hao walikuwa anatumiwa, anaunganisha doti tu. Nasema au yule alikuwa kirusi kwamba anatoa habari zetu kupeleka kwa wapinzani. Maana alivyokuwa Alikamwe alikuwa anajiachia tu. Na uhakika ili linatokea chali. Sasa mbona tusikii sasa? Lazima vitu vingine vidogo vidogo tuvingamue. Tujitahidi kuvijua kabla ya kujulishwa. Umiza kichwa, sio kazi yako kulalamika. Wewe mwana Simba huna chochote cha kuisaidia Simba zaidi ya kulalama tu. Sasa wewe mwana Simba, Soa kama anaendelea kufanya ujinga apunzishwe na ikibidi aondolewe tu. Mimi kiukweli siwezi kusapoti ujinga. Na ikitokea karudi sasa. Akirudi si mchezaji, kwa maana tayari viongozi wameona anafaa. Yaani mimi kitu ambacho nakipinga ni wale ambao wanaona viongozi hawafanyi kazi. Yaani wewe bodi nzima ya Simba ile, bodi nzima ya wakurugenzi, paka viongozi wa chini wasijue matatizo ya Soa na ubora wake, wewe ndio ujue ubora wake. Yaani wewe mimi ndio nijue yani. Kwa maana wale kina Magoli, kina Mangungu, nani, wote wale hawajui kama Soa anahitajika. Yaani mimi ndio nijue kuliko hao. Yaani nijue kwa nini hao wamemkataa. Yaani mimi nimuone Soa ni bora kuliko hao waliomsajili na kumlipa mamilioni ya hela. Mimi nitakuwa kweli niko sawa? Haiwezekani. Yaani kuna kitu tu Soa amefanya mpaka sasa hivi viongozi bado wanaumiza kichwa, na mpaka sasa Soa bado anatumikia mkataba wa Simba, kwa maana kuna mshahara anakula bure. Ina maana ile viongozi haliwaumi. Yaani wewe shabiki ndio uumie. Hatuijengi Simba kwa namna hiyo, tunaibomoa. Kama yeye ndio mhujumu labda kwa wachezaji wenzake, labda haya karudi pap kama unavyotaka, Soa akafunge, anaenda kugombanisha wachezaji. Wewe unaona nini? Labda wachezaji wenzake ndio wamesema huyu ndio changamoto, akirudi yule hajaleta mpasuko. Yes, lazima vitu vingine kabla hatujavipeleka public, kabla hatujavizungumzia, basi tuchuje kwamba huyu Jonathan Soa kwa nini ameachwa hivi? Je, kuna mchezaji Simba wamewahi kumpa adhabu kiasi hiki? Yupo? Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Soa tumesafiri naye Dodoma. Zimeorozeshwa kesi ngapi pale? Kesi lukuki juu yake. Sasa mchezaji kama huyu
ni changamoto. Lazima na sisi mashabiki tuangalie viongozi wanafanya kazi kubwa sana. Umeelewa? Hawa wachezaji muda mwingine kama watoto. Sasa mwisho wa siku lazima ufanye maamuzi ya kumlea mtoto katika maadili. Ukimwacha lazima naye apotee. Kama nitamuona leo kesho Jonathan Soa amerudi, nitampokea kwa kujiridhisha kwamba viongozi wamefanya naye kikao na wamejiridhisha kwamba yuko salama, atafanya kazi. Kama sijamuona tena, huyu ndio zamu yake ya kucheza Simba imefika, imeisha. Aende. Siwezi ukani waone viongozi hawajafanya jambo la maana kwa sababu hapana. Wakili, mpaka sasa hivi ni timu 8 pekee ambazo zimefanikiwa kutinga hatua ya robo finali. Pengine unavyoona zile timu ambazo zimefanikiwa kutinga na kiwango ambacho Simba wanaendelea kukionyesha, unaona matumaini ya ubingwa maybe CRDB kwa msimu huu? Sio CRDB tu. Sisi tupo kwenye mbio za ubingwa wa ligi kuu NBC, tupo kwenye mbio za ubingwa wa CRDB. Sijui unaelewa? Hadi ligi kuu. Kwa nini? Kwa nini siwe ligi kuu? Pointi mbona kama nyingi? Pointi ngapi dada? Unazungumzia pointi ngapi? Ndugu mwandishi, unazungumzia pointi ngapi? 5. Sasa unazungumzia pointi 5, Mandezi wametupita pointi 8, zimeenda wapi? Unasahau, kuna kitu unasahau. Hajacheza kwenye ligi na Azam bado. Mimi pointi nimedondosha kwa Azam. Yeye hajadondosha pointi kwa Azam. Kwa hiyo anaenda kudondosha. Inawezekana akafungwa kabisa. Inawezekana mimi nikambanjua. Kuna pointi tena zilizobaki hapo. Yanga amedondosha pointi zidi ya Mbeya City. Unasahau? Lakini wakili, kumbuka kipindi muda Yanga amedondosha zidi ya TRA. Kipindi ambacho wewe unapanga kwamba Yanga ataenda kudondosha pointi, nao wanaamini kwamba wewe utadondosha pointi. Ndio ninaposhinda hapo. Kwa sababu hata wakati wanapanga, wakati nazipunguza, mimi nilikuwa nashinda, yeye anafanyaje? Anadondosha. Amezidisha zimekuwa 5, mimi nadondosha, yeye kafanyaje? Kashinda. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Na anayecheka mwisho huwa anacheka zaidi, tena mpaka anapitiliza. Mimi msimu naenda kucheka mpaka anapitiliza. Mimi nina uhakika kabisa Simba anaenda kuchukua ubingwa wa NBC. Ila refa wako akiwa Alajiga ndo ameku. Ahmed Alajiga kuna namna mimi naamini kabisa anachezesha mpira kwa maelekezo, kwa ufisadi mkubwa tu zidi ya Simba. Haiwezekani wewe kila ukichezesha mechi zidi ya Simba ndio ukosee. Kwa maana hiyo ni Simba peke yake ndo anafanywa hicho. Anakosea zidi ya nani mwingine? Nani? Halafu kwa nini? Mbona kama kuna mipango? Yaani ukatoka kufungiwa kimya anarudi kwenye mechi ya dabi zidi ya Azam, anakuja kuikandamiza Simba. Unaona ni refa sahihi? Hapana. Huyu inaonekana kabisa kuna mpango mkakati ambao yeye anatumika Alajiga. Kama ametumika basi imetosha. Sio lazima mpaka tuongee, mpaka tupitilize, tuwakosee waliokuwa wengi. Si mjue muda mwingine mpira ni mchezo wa hisia sana. Alafu sisi tunaheshimu sana. Umeelewa? Tunaheshimu mamlaka zinazosimamia huu mpira. Tunaheshimu mamlaka za kiserikali. Tunaheshimu kila kona, lakini kwa aina ambayo Alajiga anafanya si sahihi. Yaani wewe kila mechi unaokosea zidi ya Simba. Haiwezekani. Kwa nini usikosee mechi zidi ya timu nyingine? Alajiga kwenye dabi tupo, sisi tumehesabika tumefungwa dabi 6 mfululizo. Hizi dabi 6 Alajiga kakosea mara 4. Kwenye dabi zidi ya Simba, lakini akosei zidi ya Yanga. Yaani dabi inahusisha Simba na Yanga, lakini zidi ya Yanga, yani Alajiga kaibeba Yanga mara 4 kwenye dabi. Tunaenda kucheza na Azam, hii sio ya kwanza hii kukosea. Huyu Alajiga sio dabi ya kwanza na Azam kukosea kwenye mzizi madabi. Kwa nini unakosea zidi ya Simba? Hayo matukio basi kosea, wakati unakosea, kosea na timu nyingine ikose matokeo. Sio unakosea zidi ya Simba tu. Yaani wewe kukosea kwako ni kuikandamiza Simba tu. Huyu refa wa nini? Ndio maana imefika mahala sisi tunasema hatumtaki. Mwisho wa siku tutachukua hatua ambazo hazistahili, hazizungumziki. Wazee wamesema na mimi nawasupport kwa 100% yani. Itafika mahala wampige tu kipapai, wamshike bega, shughuli ishe. Ndio anachokihitaji.
Kwani hakuna watu wanaumizwa kwenye mpira huko kwa kuhujumu? Lakini si alishawahi kupewa adhabu. Adhabu ya nini yani? Na hapa juzi wakati anarudi kwenye Mzizima alikuwa kafungiwa kimya yani. Karudi tu kaenda kuharibu. Mpaka saa hizi masaa 72 kimya. Mbona tuone adhabu yake itoke? Ashushwe daraja na yeye, kwani yeye ni nani yani? Yeye ni nani? Kama waamuzi wengine walivyoharibu anashushwa daraja, yeye ni nani? Ashushwe. Sio kama kufungiwa, ishafungiwa sana. Ashushwe daraja akachezeshe ligi daraja la 2 huko la 3. Ndio uwezo wake labda ulipo. Lakini wasimlazimishe. Mimi naambia kama wale wazee wako serious, na nitawashauri wazee wangu wa Simba wawe serious na Alajiga. Wampige tu kipapai, atulie kwanza. Kama TFF hataki kumfungia, wazee wamesema watamfungia, wamfungie tu. Wazee pia wana mamlaka kumfungia. Wanayo mamlaka yao, wanayo mahakama yao ya kumfungia, wanayo. Wazee wamfungie, wanayo mahakama yao. Wakipitisha tunamsahau mwaka miaka 2 akija anasema mimi mechi za Simba sizitaki, basi kwa sababu TFF ndio analazimisha. Kwa maana ndio maana tunasema ana maslahi. Kwa kama kuna mtu anakula naye imetosha, sisi hatumtaki. Kwani kwa hamna marefari wengine? Wawakuze refari wengine, waje wakue wachezeshe. Ni hivyo tu. Wewe umeona dabi imechezwa pale Zanzibar. Tulimlalamikia sisi mwamuzi wakati. Kwani yule si achezeshe? Kwa nini? Kwani si yeye naye tayari anaweza yule? Kwa nini awe Alajiga? Sisi kwa sasa wana Simba, kauli yetu Alajiga hatumtaki kwenye mechi zetu. Full stop. Wakitutafuta ubaya wataupata. Shukrani sana. Asante sana.